Yes, hii ni Januari 23, 2026. Hii ni mwendelezo wa mechi za CAF Champions League kwa maana ya hatua ya makundi. Yes, leo kuna mechi nyingi lakini leo tumeamua kujikita katika mchezo huu wa Al Ahly dhidi ya Yanga. Yanga wako ugenini, wamemfuata Al Ahly katika mwendelezo wa mechi hizi za makundi katika CAF Champions League. Yes, tumekusogezea mifumo ambazo timu zote mbili zitakazoingia nazo. Tumekusogezea vikosi ambavyo vitaanza kwa maana ya prediction ya first 11. Pia tumekusogezea ni game aina gani, game plan aina gani ambayo Yanga wataingia nayo pamoja na Al Ahly. Yes, tukianza na mifumo, Yanga wataingia na mfumo wa 4-1-1 au unaweza kusema 4-5-1, na hii ni kutokana na kumheshimu Al Ahly. Yes, na Yanga wataingia kama timu ya pili katika mchezo huu kutokana na quality ambayo Al Ahly wapo nayo. Yes, na ikumbuke kwamba Al Ahly ni moja kati ya timu ambazo ni big club in Africa. Kwa hiyo kwenye mechi kama hizi huwa Al Ahly tena wakiwa nyumbani wanakuwa ni timu tishio kuliko. Mfumo wa 4-2-3-1 na ndo mfumo wao mama, na ndo mfumo ambao huwa mara nyingi wanautumia. Yes, na mfumo huu unaashiria kwamba wenyewe ni ball possession, ni watu ambao wanapenda kukaa na mpira Al Ahly na kufanya mashambulizi kwa kasi na kukimbia kwa kutumia mawinga wao kwa maana Azizi pamoja na Trezeguet, na mabeki kama Hani pamoja na Shokwar wenyewe watakuwa wanapanda juu kushambulia kwa kasi. Kwa hiyo Yanga katika mchezo huu wataingia kama timu ya pili, na hii ni kumheshimu Al Ahly ili kufanya mashambulizi kwa kushtukiza kwa maana ya counter press. Yes, kwa upande wa kulia utaanza na Dickson Job. Yes, kwa nini Dickson Job na sio beki wa kulia asilia? Ni kutana na mechi ambayo anakutana naye kwa maana ya Al Ahly. Al Ahly ni timu ambayo inashambulia kwa kutumia mawinga pamoja na mabeki wao wa kushoto au wa kulia wa pamoja, huku wakitarajiwa kutengeneza gap katika eneo hili, kwa sababu huku pakiwa na beki au si katika eneo hili litashambuliwa kwa kasi na kutengeneza magepo mengi kuigharimu timu. Kwa Al Ahly mara nyingi wanatumia mawinga pamoja na mabeki wao kushoto na kulia kufanya mashambulizi kwa kasi. Ndo maana hapa nimemwanzia Dickson Job, na ni kutokana na ufanisi wake wa kukaba. Hata kwenye timu ya taifa alikuwa anachezeshwa kama beki wa kulia, lakini sio beki wa kulia kiasilia, lakini amechezeshwa kama beki wa kulia mara nyingi. Yes, beki wa kati kwa siku ya leo kwa kikosi changu taanza na Ibrahim Baka pamoja na Mwamunyeto. Ibrahim Baka, yes, kutokana na ile ufanisi wake wa kuharibu mipira ya wapinzani, ananusa hatari na kufanya intercept, au unaweza kusema ni destroyer central back. Ni mtu ambaye anaharibu. Destroyer ni beki anayeharibu, lakini Mwamunyeto yeye ni build up central back, ni mtu ambaye anaanzisha mashambulizi kuanzia chini na kufikia mashimo ambayo yatakuwa yameachwa na huyu Ibrahim Baka. Yes, na pia wana partnership nzuri hata kwenye timu ya taifa. Katika michuano ya AFCON pia wamecheza vizuri. Partnership yao ilikuwa bora sana. Pamoja na upande wa kushoto nitamwanzisha Mohamed Hussein kutokana na ile ufanisi wake na uzoefu katika michuano hii, na pia ameshakutana na Al Ahly mara kibao akiwa na Simba, na pia ameshakutana na Al Ahly mara nyingi, kwa hiyo anajua vizuri. Kwa katika eneo hili la kushoto nitaanza na Mohamed Hussein. Midfield nitaanza na viungo wakabaji wawili kwa maana ya Damalo Kamara katika eneo hili kutokana na ule ni mzuri kwenye kukaba zaidi, kuingia chini miguu na kuharibu mipango ya timu pinzani, pamoja na Duka Abuya ambayo yeye tokea mkuja Yanga ana wise performance yake ni bora. Kwa hiyo katika eneo hili la kiungo ataisaidia Yanga kuharibu mipango ya Al Ahly kuanzia juu kwa maana ya
Lamine Camara pamoja na Duke Abuya katika eneo hilo. Lakini midfielder ya upande wa kulia nitaanza na Maxime Nzengeli kutokana na ile energy yake ya kupanda na kushuka katika eneo hili. Atamsaidia Dickson Job kucover zile space ambazo zitakuwa zinaachwa na kuwazuia hawa washambuliaji wa Al Ahly kwa maana ya Trezeguet pamoja na beki wa kushoto huyo namzungumzia Shaqiri. Yes, kwa hiyo nitaanza na Maxi kutokana na nini? Na energy yake pia ya kushuka chini na kuingia katikati katika eneo hili kuwa kama namba 6 wa uongo na kuanzisha build up kwenda juu. Kwa hiyo Maxime Nzengeli ataanza katika midfield ya upande wa kulia. Midfield ya upande wa kushoto basi nitaanza na Pacome Zozo. Yes, ni kwa sababu gani? Ana energy ya kukimbia kwa maana ya dribbles, kukimbia katika eneo la pembeni, na hii inasababisha kutengeneza mashimo katika eneo hili na kuharibu ile back four ya Al Ahly. Kwa maana ya namba 9 kwa maana second striker nyuma ya mshambuliaji nitaanza na Aaron Okello katika eneo hili hapa, kutokana na uzuri wake wa kwamba ana speed, ni mikimbio mizuri ya kutengeneza space, pia ni mzuri kwa kupiga mashuti ya mbali na pia ni mzuri kwa kupiga penetration pass ya kuvunja mistari ya timu pinzani. Yes. Kwa hiyo Aaron Okello katika eneo hili anatosha kwa kucheza katika mechi hii ya leo nyuma ya mshambuliaji Dep. Kutokana na mwanzisha Dep katika hapa sehemu ya juu na sio Dube, ni kutokana na ile clinical finisher yake, ni mzuri kwenye kumalizia nafasi zitakazopatikana. Na ukishacheza na timu kama Al Ahly lazima upate lazima utumie zile nafasi ambazo pindi utakapozipata. Kupata chance moja, you must use it, kwa sababu Al Ahly ukishinda kuitumia nafasi moja basi itakuwazibu. Kwa hiyo ukishakuwa na mtu kama Dep katika eneo hili, ni mtu ambayo hataisaidia Yanga kuwezekana kupata sare au hata kushinda kabisa mchezo huu wa leo. This is football na chochote kinaweza kutokea, na hii ni kutokana na ile uzuri wao wa kukana mpira. Ni timu ambayo inapenda kukana mpira na kufanya possession na kufanya mashambulizi kwa kasi kwa kutumia mawinga kwa maana ya Trezeguet pamoja na Zizu, huku yeye Tahir akiwa anacheza katika eneo hili hapa. Yes, Mashour yeye akiwa akisogea juu pamoja na Marwan Atia ambaye ni mzuri katika eneo hili, huku mabeki wa kushoto kwa maana ya Mohamed Han pamoja na Shaqiri wenye watakuwa wanafanya mashambulizi kwa kukimbia pembeni ili kumwaga Majaro, ambayo hapa katika eneo hili watamkuta Tahiri pamoja na Zizu ambao watakuwa wameingia ndani pindi ambapo Mohamed Han pamoja na Shaqiri watakuwa wanamaliza uwanja wenyewe. Trezeguet pamoja na Zizu watakuwa wanaingia katikati ili kujaza eneo hili, huku Mashour akiwa pia katika eneo hili hapa. Kwa hiyo Mohamed Han atakachokifanya yeye ni kumwaga Majaro pembeni huko ili kuwakuta au kutengeneza passes ili kuwakuta washambuliaji kama Tahiri, Trezeguet, Zizu pamoja na Mashour katika eneo hili hapa, huku Marwan Atia akiwa katika eneo hili akileta balance ya team na kutengeneza hili kinachokiitwa kile ambacho tunakiita ni rest defense. Yes, na wenyewe watakuwa naogopa kwa sababu Yanga wana washambuliaji hatari kama Pacome Zozo. Pindi ambapo Al Ahly watakuwa na mpira, basi watakuwa na mpira, na wakishapokonywa mpira Yanga watashambulia maeneo haya hapa, kitu ambacho kama Yanga watakuwa na ufanisi mzuri wa kutumia nafasi, basi wanaweza wakapata matokeo. Yanga watakuwa wanashambulia katika eneo hili hapa pindi ambapo Al Ahly watakuwa wamepoteza mpira.
Kwa hiyo yes, Yanga ndio maana nasema Yanga lazima atakuwa timu ya pili ili kumsubiria Al Ahly asogee au aje kushambulia na wenyewe wapo kwenye mpira na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Pata mpira baada ya Al Ahly kutoka kushambulia, ni watatumia kumtumia mtu kama Pacome Zozo pamoja na Maxim pia Nzengeli, huku Alan Okello wakiwa katika eneo hili. Kwa hiyo Yanga watakuwa wanashambulia kwa kasi kwa kutumia Pacome Zozo pamoja na Maxim pia Nzengeli, huku Job pamoja na Mamonyeto na Mohamed Hussein watakuwa wanaishi katika eneo hili hapa, wako chini ya mstari. Lazima wawe chini ya mstari ili kutengeneza ile tunachokiita rest defense, na wenyewe hawezi kupanda. Hata kama wataupata mpira Yanga hawezi kujiachia moja kwa moja na kukimbia wote kushambulia. Watabaki kama rest defense, kwa maana ya Baka, Mamonyeto pamoja na Dickson Job pamoja na Mohamed Hussein watakuwa katika eneo, wataishia mazingira haya ili wasifanye mistake, kwa maana ya Trezeguet kutumia easy space pindi ambapo utanyang'anya mpira pamoja na Zizu pamoja na Hani katika eneo hili hapa. Kwa hivyo ndivyo mechi hii ya leo itakavyokuwa, na ukiangalia vikosi ambavyo vya kikosi cha Al Ahly ambacho kitaingia kwa siku ya leo. Yes, tukianza na golini ni Mohamed El Shanawi ataanza katika eneo hilo hapo. Huko upande wa kulia tutakuwa na Hani, leo lazima acheze katika eneo hilo kutokana na ile performance nzuri alionyesha katika michuano hiyo ya AFCON. Pia katika upande wa kushoto tutakuwa na Beki Shakur ambaye ataanza katika eneo hilo hapo. Mabeki wa kati ni Yasir ataanza katika mechi ya leo pamoja na Beckham, huku Alidien akiwa katika eneo hili akiweka partnership au kwa maana ya double pivot pamoja na Marwan Atia katika eneo hilo hapo. Viungo wa juu, yes, kwa maana viungo watatu wa juu kutakuwa na Zizu upande wa kulia, pia tutakuwa na ataanza Trezeguet upande wa kushoto pamoja na Emma Mashuru akicheza kama advance playmaker katika eneo hilo, huku juu akiwa ni Tahir, ni clinical finisher kulikweli Tahir. Kwa hiyo Mamonyeto pamoja na Baka mnapaswa kuwa na umakini wale juu kumdhibiti Tahir. Yanga wanapaswa kucheza mid block au low block kwa siku ya leo ili kuweza kuizuia Al Ahly kiurahisi na kufanya mashambulizi kwa kushtukiza. Tofauti na hapo, Yanga wanaweza kupoteza mchezo huu kama wakiamua kupishana na Al Ahly. Yes, Al Ahly na nyota au unaweza kusema quality players kama kina Emma Mashur, kina Marwan Atia, kina Zizu pamoja na Trezeguet. Hawa ni wachezaji hatari kweli kweli ambao wanaweza kuleta madhara katika upande au unaweza kuleta lango hilo la Yanga kama Yanga wakicheza bila nidhamu katika mchezo huu. Yes, nitarajia Yanga wataingia na mfumo huo wa low block au mid block ili kuweza kufanya mashambulizi kwa kushtukiza, kitu ambacho kinaweza kuwasaidia na kuwezekana hata kupata matokeo katika mchezo huu wa leo. Yanga akipata sare ni matokeo mazuri zaidi tofauti na akipoteza. Yes, kama uja subscribe basi nikukumbusha subscribe ili usipitwe na uchambuzi mwingine wa kina wa michuano hii ya AFCON au habari zingine za usajili, usipitwe na updates mbalimbali za kimichezo.